Asante sana. Blaze. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame na tusikie neno la Mungu linalotuongoza asubuhi ya leo ni kutoka kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 17 mstari wa 22 hata wa 23. Neno la Mungu linasema, nao walipokuwa wakikaa Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua, na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetupa kukutana tena katika hema lako. Tunakuomba sasa tunapoelekea katika kutafakari ujumbe huu, tunaomba Roho Mtakatifu wako atufungue tupate kujifunza yale uliyoyakusudia. Ni katika jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Masharika tupende. Kichwa kinachotuongoza asubuhi ya leo kinasema, Yesu aiendea njia ya mateso Yerusalemu. Yesu aiendea njia ya mateso Yerusalemu. Ndugu zangu, neno hili la Injili hii ya Mathayo 17:22 hadi 23 ni sawa na ile Injili ambayo imeandikwa na Marko Mtakatifu 8:31, lakini pia hata Luka 9:22 anasisitiza vile vile, Yesu akiongea na wanafunzi wake juu ya jambo la kuelekea Yerusalemu. Yesu anajaribu kukaa na wanafunzi wake ambao wamekaa nao katika mji wa Galilaya, mji ambao anasema walipokuwa wakikaa katika Galilaya. Galilaya ni sehemu ambayo Yesu alifanya muujiza wa kwanza. Yesu alifanya muujiza wa kwanza katika harusi ya Kana. Anabadilisha maji katika maberasi kuwa mvinyo, watu wakiwa wanashuhudia. Lakini jambo la pili, Yesu katika Galilaya ile anatuliza dhoruba katika bahari na watu wanashuhudia. Lakini pia Yesu pale pale katika Galilaya ambapo yuko na wanafunzi wake ndiko alipomuita Petro, akamuita Andrea, akamuita na Filipo, akasema, ninyi nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, si wavuvi wa samaki tena. Lakini watu walikuwa wakishuhudia hayo. Lakini muda wa kufanya hayo yote umeisha. Muda wa kufanya hayo yote katika kuwasaidia watu. Maana yake katika Galilaya aliponya, katika Galilaya alitenda miujiza, katika Galilaya alisaidia watu, katika Galilaya alinywesha watu, alilisha watu. Lakini muda unafika sasa, anasema Mwana wa Adamu anatakiwa. Tena ukisoma katika Luka 9:23 na 22 anasema imempasa, maana yake ni lazima afanye hivyo. Neno la Mungu asubuhi ya leo linakuja kwa sababu tunaelekea katika kipindi cha Kwaresima. Yesu Kristo ndiye Bwana wa kanisa ambaye anajitoa yeye mwenyewe kwa kujua. Maana yake hata alipokuwa akiwashuhudia wale wanafunzi wake, wengine kama Petro walikataa, wakasema, Bwana, haya hayawezi kutokea. Akasema, wewe Petro, nenda nyuma yangu, kwa sababu unayawaza ya kibinadamu, unayawaza yaliyo ya hapa unayoyaona, lakini mimi ninayewaza ya mbingu na thamani yako kukuokoa wewe, ninaona lazima niende Yerusalemu. Ndugu zangu katika Kristo Yesu, Yesu anaendelea kuonyesha kwamba kwenye maisha ya Ukristo lazima kuwepo na pande mbili. Maisha ya Ukristo yana upande wa mafanikio ambaye ameyatenda katika Galilaya yote, ambaye ameyafanya katika Galilaya, lakini uko upande wa shida, uko upande wa mateso, uko upande wa aibu, uko upande wa kutemewa mate, uko upande wa majaribu, uko upande wa kunyimwa hata haki yako kama wewe ni mwana wa Mungu katika Yerusalemu. Lakini unafanya hayo yote kwa sababu ya imani yako. Yesu anafanya vile kwa sababu ya imani ya watu wanaofuata. Anajua wako watu watakaokuja kuishi imani yeye aliyotumwa kuifanya, lazima akubaliane na mateso katika Yerusalemu. Ndio maana Yesu Kristo anasema katika Luka 9:23 anasema kwamba yeyote anayetaka kunifuata ni lazima ajitwike msalaba wake na ajikane mwenyewe na anifuate. Yeyote anayetaka kunifuata mimi nikienda katika mateso ya Yerusalemu,
mimi ninaenda kupitia shida, taabu, majaribu, kutemewa mate na kudharauliwa katika Yerusalemu. Jambo la kwanza, anatakiwa kujikana, na kisha kujikana ajitwike na msalaba wake. Maana yake akubali gharama za Ukristo anaoutaka. Watu wengi siku hizi wanapenda kufurahia Injili. Kihubiri wanasema amina, anafurahi, lakini hataki kuishika ile gharama ya Injili, ile gharama ya kujitoa. Anasema ajitwike msalaba wake na anifuate. Maana yake kumfuata Yesu Kristo katika hukumu, katika aibu, katika kifo. Lakini jambo la furaha, mwisho anamalizia, nitateswa, nitauawa na siku ya tatu nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Yerusalemu kuna ushindi wa Wakristo. Yerusalemu ndiko kuna tumaini letu la uzima wa milele. Hatuendi kuishia Yerusalemu, hauendi kuishia pale ambapo wanatazamia kwamba hapa ni mwisho. Kumbe ndiko tumaini la uzima katika ukombozi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukombozi wetu tunaopata si kama ule wa kibinadamu. Unajua, watu wa makabila haya yaliyokuwa mazingira haya waliamini kwamba anakuja mfalme ambaye anakuja kukomboa watu kwa njia ya kibinadamu. Watu walizoea kwamba mkombozi anayekuja anakuja kupigana vita, anakuja kumwaga damu, anakuja na mafarasi na mpanda farasi, anakuja na magobole, anakuja na bunduki. Huyo ndiye mfalme wao waliyemtazamia. Lakini Yesu Kristo sio hivyo. Ndio maana yeye anasema vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Hautaenda kwa damu, hautaenda kwa nyama unazoziona. Vita vyetu ni juu ya pepo wabaya, ni juu ya falme za giza, ni juu ya mashetani, ni juu ya yale ambayo hatuyaoni katika macho ya kawaida, kwa sababu hayahitaji mwili, mengine anahitaji mchaji wa roho yako ili uweze kuyashinda yale yote. Mkombozi anakuja kwa njia, anashinda kwa njia ya utii. Neno la Mungu linasema alitii mpaka kufa. Alikuwa mtii. Linakuja wanashangaa kuona kwamba tunayemtazamia kwamba nini mfalme anakuja kutukomboa, anakuja amepanda mwanapunda. Anasema mfalme atakufa, mfalme atafufuka, mfalme siku ya tatu anafufuka. Ndio ushindi. Watu wakiwa bado hawatazami, wao wanatazama ya mwili kama yaliyotokea katika nchi ya Misri, kwamba tutaona mapigo, watu wakimwaga damu, zikitokea chawa, zikitokea si nini. Yesu hayuko hivyo. Nabii Isaya anamtabiri, anasema yeye anatukomboa kwa njia hizi. Isaya 53 mstari ule wa 5. Ona namna mfalme ambaye wanamtazamia anakuja kuokoa ulimwengu. Yesu katika Isaya 53 anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, kupitia kujeruhiwa kwake sisi tumepona. Lakini anaendelea kusema alichubuliwa kwa maovu yetu. Yeye katika kuchubuliwa kwake sisi tunapona. Lakini anasema adhabu ya imani yetu, adhabu ya Ukristo wewe ulio nao, yeye Yesu alijitwika, alipewa yeye. Na mwisho neno la matumaini analosema, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake wewe, ndio maana ukawa Mkristo unayejiamini leo, unasema ninamjua Yesu ninayemtumikia. Ndugu zangu, kwa kupigwa kwake sisi leo tunapata amani ya kusimama kanisani na kumtukuza yeye, kwa sababu alikubali kuchubuliwa, alikubali kunyang'anywa haki yake, alitemewa mate, alivalishwa mpaka taji ya miba, ambaye ni mfalme tunaye mwabudu hata leo. Je, jiulize ni kitu gani wewe umemlipa Mungu kufikia hatua ya kukubali kuvalishwa hata taji la miba, kukubali kutemewa mate, kukubali kunyang'anywa haki yake? Alikuwa na uwezo wa kufanya yote waliokuwa wanatamani katika ubinadamu, lakini yeye alitii ili wewe upate amani katika maisha yako. Ndugu zangu, asubuhi ya leo ninatamani tujifunze mambo haya yafuatayo kutokana na somo hili. Tujifunze mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, ijulikane kwamba tumeokolewa kwa neema. Na ijulikane kwamba tumeokolewa kwa neema. Yesu Kristo anakubali kupitia haya yote, anakubali kufanywa haya yote. Petro anaamua kusema, Bwana, hili haliwezi kutokea kwako kwa sababu sisi tupo. Anasema hata wale wanaokuja kumkamata Petro ananyosha hata kisu chake anamkata sikio. Yesu anasema hii imeandikwa, lazima yote yaliyoandikwa na manabii yatimie. Sio hivi, hatutashindana kwa namna hii, lakini mimi ninaomba tuende katika utaratibu wa kuokoa ulimwengu. Nimekuja kuwaokoa,
si ninyi mniokoe, nimekuja kuokoa. Yesu alituokoa bila gharama yoyote. Tunatakiwa kumtumikia kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alitemewa mate. Hivi kufikia dhiaka ya kutemewa mate, kufikia dhiaka ya kuvalishwa miba, kufikia dhiaka ya kuvuliwa nguo zote, anapambana ili wewe na mimi tuweze kuwa salama asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu katika imani, ukiwa unaimba ule wimbo namba 418 unaosema nimekombolewa na Yesu, kuna maneno ambayo yanaweza yakawa na ujaza moyo wako. Unafikiria namna gani unaweza kumtukuza huyu Mungu katika maisha yako. Unaweza ukawa unawaza namna gani umlipe huyu Mungu. Nimekombolewa na Yesu tumekombolewa. Jambo la pili, maisha ya Mkristo ni maisha ya msalaba kila siku. Maisha ya Mkristo ni maisha ya msalaba kila siku. Yesu anasema yeyote atakayetaka kunifuata ajitwike msalaba wake na ajikane nafsi yake mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Tena ukisoma katika Luka 9:22 anasema anifuate katika kubeba msalaba kila siku. Sio tu Jumapili, kila siku. Je, katika maisha unayoyaishi uko tayari kuacha yote kwa ajili ya Bwana? Uko tayari kuacha shughuli zako kwa ajili ya Injili? Uko tayari kuacha shughuli zako kwa ajili ya kumtumikia Mungu? Wako watu ambao wameonekana hawana ratiba ngumu kwa sababu ya kuhudhuria kanisa. Wako watu wameonekana hawana kitu cha kufanya, ndio maana wanatoa sadaka nyingi kanisa. Wako watu wameonekana wana mambo mengi katika ulimwengu, ndio maana wanamtafuta Mungu. Lasha, wewe unajua iko gharama ya kumtafuta Mungu. Lazima Mungu aliyekupa maisha yako akajitoa kwa ajili yako, wewe uwezi ukamnyima vyote. Hata wewe unatakiwa kumrudisha na kumrudishia. Ndugu zangu, tukubali gharama ya Injili. Yesu Kristo mwenyewe anayesema anayetaka kunifuata jikane. Kama kuna kipengele ambacho unaona kabisa bado kinakushikilia, kinakurudisha nyuma, ndugu zangu, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba uniondolee mwiba huu. Kama Paulo alivyosema, aliona kwamba ninayotaka kuyafanya siyafanyi, ninayotamani kuyafanya siyafanyi, lakini Mungu, nakuomba uniondolee mwiba huu. Paulo mwenyewe anafikia hatua ya kusema hivi, ninalotamani kulitenda silitendi, ninalotamani kulifanya silifanyi. Akarudi akageuka akasema, Mungu, wewe unayenijua, ninaomba uniondolee hili. Tukubali kubeba gharama ya msalaba. Hata kama unajiona uwezi kuacha jambo fulani katika maisha, yako mambo mengi, labda wizi, labda ulevi, uzinzi, masengenyo, wivu, hasira, uchonganishi, vinakuja tu. Ni mwiba unakuja kwenye maisha yako, vinakutenga na uso wa Mungu. Unatamani kumfuata sawa sawa, lakini liko jambo linalokurudisha nyuma. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, niondolee mwiba huu. Nifanye mimi niweze kukiri katika roho na kweli. Ndugu zangu katika Kristo Yesu, yako mambo mengi ambayo yanakuja kwenye maisha yetu yanatufanya turudi nyuma. Unatamani kupiga hatua lakini unashindwa. Mwite Mungu akusaidie. Hii gharama ya Yesu Kristo katika Kwaresima tuweze kuwa na mabadiliko. Hizi siku 40 si za kufunga kula nyama na kunywa vilevi, hapana. Ni siku za kubadilika katika Mungu. Ni siku za kurudisha moyo wako kwa Mungu. Ni siku za kumwona Mungu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jambo la tatu na la mwisho asubuhi ya leo, kila siku uone upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu alitupenda kwanza. Mungu alitupenda hata kabla hatujatoka katika tumbo la mama zetu. Katika Yeremia anasema kwamba nalikujua tangia ukiwa tumboni mwa mama yako. Alikujua, alitupenda, akamtoa mwanae wa pekee. Kisoma ile Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu.
Nilifurahi sana, nilikutana na bwana mdogo mmoja ambaye ni mtoto, alikuwa anasoma kipaimara. Anasema huu ndio mstari wake wa moyo, anasema huu ndio mstari wake wa moyo. Kwa hiyo hata alijapo jaribu, yeye anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe kumwamini huyu Kristo aliyejitoa kwa ajili yetu, hautapotea kabisa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumwamini Kristo ni ushindi wa kutokupotea. Kumwamini Yesu Kristo ni nuru. Kumwamini Yesu Kristo ni njia. Kumwamini Yesu Kristo ni elimu. Kumwamini Yesu Kristo ni ufunguzi wa matatizo mengi, kwa sababu unamjua Yesu Kristo. Ukimjua Yesu Kristo huyu, hautapotea katika wivu, hautapotea katika hasira, kwa sababu utakumbuka hasira inakaa katika kifua cha mpumbavu. Utaona kwamba hapana, nikusamehe. Ukimwona huyu Yesu Kristo, utakuwa umekutana na faraja, kwa sababu yeye anasema nitawafariji katika dhiki zenu. Lakini ukimwona huyu Yesu Kristo, upendo wake ukija kwako, utakumbuka kwamba anasema njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unaona upendo wa Mungu. Lakini yeye ndiye anayesema kwamba mimi nitawatunza kama kuku anapotunza vifaranga wake. Yeye si Mungu wa mbali, ni Mungu wa karibu. Yeye anaonesha hali ya upendo. Uona upendo wa Mungu hata kama unapitia majaribu, ndugu yangu, asubuhi ya leo. Uona upendo wa Mungu hata kama umenyimwa kitu fulani. Uone upendo wa Mungu hata kama hujafikia hatua fulani ya maisha, lakini uone upendo wa Mungu, kwa sababu yeye anasema alitupenda kwanza. Ukisikia maneno ya mwimbaji wa wimbo namba 196, unaweza ukaelewa upendo huu na maana gani kwenye maisha yetu. Wimbo namba 196, ubeti wa kwanza, upendo huu wa Mungu wetu. Upendo wa Mungu alisema, nikijitazama mimi mwenyewe sioni namna ya kuokolewa, lakini nikiutazama msalaba sioni namna ya kuachwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitazama maisha yako uoni namna Yesu anaweza kukusaidia, lakini ukiutazama msalaba wa Kristo hakuna namna ya kuachwa. Bwana alibariki neno lake na kubariki sisi sote tangu sasa na hata milele. Amen.